الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunashukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba ni mwezi bora kushinda miezi yote, na masiku za Ramadhani ni bora kushinda masiku zote, na masaa za Ramadhani ni bora kushinda masaa yote. Na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani dua yetu inakubaliwa na amali yetu inanyanyuliwa. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki yake kutujalia sisi kufika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwani ni wengi walitaka wafike katika mwezi wa Ramadhani, lakini kwa kadri ya Mwenyezi Mungu, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu hakuwajalia wao kufika. Mimi na wewe ambaye tumefika tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake hiyo kutimia jambo jema. Kufikia mwezi ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'ani kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya namba 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ba'udhu billahi minashaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-aya. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa humo Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu na hoja iliyo wazi na uongofu na upambanuzi. Hii ndio mwezi ambao kwamba imeletwa Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu na ufafanuzi. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, naomba tuwe ni wenye kuyasikiliza mambo ambayo yatatupelekea sisi kuielewa Qur'ani na kuitumia Qur'ani na kuifanyia Qur'ani hii matendo katika ulimwengu wetu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongofu kwa wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao wanaomcha Mwenyezi Mungu kupitia maneno yake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna njia ambayo tutaitumia, njia hii itakuwa ni sababu ya sisi kuweza kuielewa Qur'ani kwa undani, na tutatumia hii word spake. Kwa maana spake s stand for sin. Ni wajibu kwetu sisi kujua ni madhambi ngapi yamementioniwa ndani ya Qur'ani, kisha tutakapozijua tukue ni wenye kujiepusha na madhambi kama hayo, kwa sababu hii Qur'ani imeletwa ili iwe ni huda linasi, uongofu kwa watu. Mathalan, dhambi ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani, kuna hii dhambi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Msikurubie zina, zina ni uchafu na ni njia mbaya. Mwenyezi Mungu amesema tena katika Qur'ani aya ambayo inaashiria dhambi kwamba wailu likulli humazatil lumaza, ole wao wanaoramba visogo vya watu wanaosengenya. Na kuna aya nyingi ambazo zinazungumzia kuhusu dhambi ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo tukitumia hii the word spake, s stand for sin, na kama hivyo tulivyotaja, na kuna dhambi zingine mingi ndani ya Qur'ani kwamba na wala msikule riba, na wala msidhulumu. Kwa hiyo tutafuatilia tukijua hizi madhambi mangapi ndani ya Qur'ani na kisha tujiepushe nazo. Kisha tunaenda kwa letter P, P stand for promise. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi ndani ya Qur'ani ahadi nyingi. Mfano kwamba Mwenyezi Mungu anasema ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitakujibuni maombi yenu. Hii ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ahadi ziko nyingi kwamba inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Istainu bisabri wassala, basi kama Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri, yeye anatuambia tena katika aya nyingine, jisaidieni kwa kusubiri na kwa kusali, kwa sababu inna Allaha ma'as sabirin. Hiyo ni aya ya promise. Alafu tutaenda kwa letter E stand for example, ama ndo inasimamia mfano. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa aya nyingi ndani ya Qur'ani ambayo ni mfano kwetu sisi wanadamu. Mathalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema bismillahirrahmanirrahim, dharaballahu mathala lilladhina amanu imra'ata Firaun. Mwenyezi Mungu ametoa mfano ya wale walioamini ambaye ni mke wa Firauni, na vile vile Mwenyezi Mungu ametoa
mfano wa wanawake walokufuru ambaye ni mke wa Nuh na mke wa Lut. Na kisha aya nyingine tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuhusu example, anasema Bismillahirrahmanirrahim, wadhrib lahum mathala alhayata dunya, wapigia wanadamu mfano ya dunia, kama in anzalnahu minas sama, mfano wa dunia hii ni kama maji tuliteremsha kutoka mawinguni kisha yakachanganyikana na mimea ya ardhi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametoa mfano ya dunia hii, mfano wake ni kama maji na mimea ya ardhini. Kwa hiyo mfano iko nyingi ndani ya Qur'ani, ni wajibu kwetu sisi sote kuzielewa hizi mfano, na mfano iko katika njia ambayo ni ya sawa na njia ambayo sio ya sawa. Mfano pale tunaona mke wa Firauni ametolewa mfano kuwa ni mke mwema, na mke wa Lut na Nuh wametolewa mfano kuwa sio wanawake wema. Kwa hivyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu ametoa mfano ili sisi tuelewe. Kwa hiyo ni jukumu letu kujua ni mifano gani Mwenyezi Mungu ameyatoa ndani ya Qur'ani, kwa yale mema tukayafata, na yale ambayo kwamba sio ya mema basi tukaachana nayo, na itakuwa ni khairi kwetu sisi sote. Kisha C stand for command. Mwenyezi Mungu ametoa aya nyingi ya kutuamrisha sisi, kama mathalan hivi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tufunge aliposema Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaykumus siyam, kumefaridhishwa kwenu nyinyi kufunga kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaridhishwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, malengo la kufunga ni ili nyinyi mpate ucha Mungu. Kwa hiyo aya hii inaonesha ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama aya nyingine inayosema aqimis sala wa atu zaka, simamisheni sala na mtoe zaka. Mwenyezi Mungu amri nyingine amesema wa wasainal insana biwalidayhi, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wote wawili kuwafanyia wema. Kwa hivyo ni amri ya Allah kwa sisi tufanye wazazi wetu wema, ni amri ya Allah sisi tusali, ni amri ya Allah sisi tufungi katika mwezi wa Ramadhan. Na aya ambayo ni ya amri ya Mwenyezi Mungu ziko nyingi, ni wajibu wetu kuzielewa na kuzifuata vile tulivyokuamrisha. Kisha K stand for knowledge, kwa maana hii elimu tunakuja kuona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahirrahmanirrahim, kul, sema, hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wako sawa wanaojua na wasojua? Hakika watu hawawi sawa. Anayejua yeye yuko katika nuru, na asiyejua yeye yuko katika giza. Na ndio maana Mtume sallam, Mwenyezi Mungu katika aya yake ya command, na hii aya pia inashikana na aya ya elimu, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallam, wakul, nasema Mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba Rabbi, Mola wangu, zidni ilman, nizidishie elimu. Hapa tunaona Mwenyezi Mungu anamcommand Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombe elimu, kwa sababu elimu ni jambo la muhimu, ni jambo la busara, na hakika yoyote ambaye kwamba yuko katika elimu basi yeye yuko katika nuru. Na mtu ambaye kwamba hana ufahamu wa elimu, haswatan katika mambo ambayo ameyasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ambayo amesema Mtume sallam, kama hatutokuwa na ufahamu nayo, tutakuwa sisi tuko katika giza. Ya salam. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, ni wajibu wetu sisi sote tuisome maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la kwanza. Na baada ya kuisoma basi tujaribu tutakavyoweza kupata kuhifadhi, hata kama ni baadhi ya sura ya ndani ya Qur'ani, tuwe ni wenye kuhifadhi. Kisha la tatu, ni wajibu kwetu sisi kuiapply ama kuiweka katika maisha yetu, kwa kuwa Qur'ani imekuwa ndo uongofu kwa watu, na hiki kitabu hakina shaka ndani yake ni uongofu kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Basi tuiweke katika maisha yetu hii Qur'ani. Kisha ni wajibu kwetu sisi tuwafundishe wengine kile tulichosoma katika kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndo hapa tutaleta maana nzuri sana katika hadithi ya Mtume sallam, pale alipotuambia Mtume sallam, khairukum, bora wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule aliyesoma Qur'ani kisha waallamahu, akawa ni mwenye kuifundisha hiyo Qur'ani, ambaye ameelewa ni madhambi ngapi ziko ndani ya Qur'ani, yeye mwenyewe akajiepusha nayo, kisha na akawaeleza wengine kuhusu hizo dhambi zilizotajwa ndani ya Qur'ani. Ahadi ya Mwenyezi Mungu, akajikumbusha kwamba Mwenyezi Mungu ameniahidi hili, akawa ni mwenye kulitimiza yeye kwanza, na kisha akawafundisha na wengine. Kisha akasoma mfano kwamba akafata mfano yaliyo mema
na akawa ni mwenye kuwafundisha na wengine, na pia amri ya Mungu akayatenda katika maisha yake kama alivyoamrishwa. Na kisha mtu kama huyu anakuwa katika elimu ambaye kwamba amewafundisha wengine, na sasa hapa ndo anatajwa kwamba yeye ndo atakuwa aliye bora kwa sababu amejifundisha na yeye akafundisha wengine. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqaula, tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanasikia maneno yake mazuri kisha wakawa ni wenye kuyafuata, na wala situjalie kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanasikia ya Mwenyezi Mungu kisha wakayaasi, wakayaacha kuyafuatilia, wakayaacha kuyatumia katika maisha yao, na hali ya kuwa wana elimu ya kujua Mwenyezi Mungu ameamrisha nini na Mwenyezi Mungu amekataza nini. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.